Shalom. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu katika mwendelezo wa ibada yetu, na siku ya leo ikiwa ni siku ya pili, tuko na somo ambalo tunasema maombi yanayoleta miujiza. Yes, maombi yanayoleta miujiza. Haleluya. Na siku ya leo tutakuwa na, ikiwa ni siku ya pili, tutakuwa na somo ambalo tunasema namna unavyoweza kuwahusisha malaika katika kupata matokeo. Namna unavyoweza kuwahusisha malaika katika kupata matokeo unayoyataka. Haleluya. Namna unavyoweza kuwahusisha malaika katika kupata matokeo unayoyataka. Anyway, so kumekuwa na mambo mengi katika Ukristo, na jambo kubwa ni kwamba hatujajua sana jinsi ya kupata faida kutokana na yale ambayo Mungu ameshatupatia. Okay. Na moja kati ya eneo hilo ni eneo la kuhusisha malaika katika kupata matokeo. Wengi sana tunaishi katika namna ambayo hata kukumbuka kwamba kuna malaika hatukumbuki. Na vitu vingi ambavyo tunakuwa tunamwambia Mungu ilikuwa angalau tuwaambie malaika, lakini kwa kutokujua tunaendelea kumwambia Mungu. Mimi nataka nikukumbushe kitu kimoja, kwamba Mungu ni bosi wako, alafu malaika ni watumishi wako. Hicho kitu wengi tunakisahau. Mungu ni bosi wako, malaika ni watumishi wako. Kwa ukishakuwa na boss alafu kiwa na mtumishi, angalia sana usio kachukua kauli ya kupeleka kwa boss ukapeleka kwa mtumishi, na kupeleka kwa mtumishi ukapeleka kwa boss. Hicho ndio kitu ambacho hatukijui. Tunafanya kumtuma Mungu, Mungu kafanya hiki, Mungu kafungue milango, Mungu kafanya hivi, Mungu kafanya hivi. Yes, sijui unaelewa nini, lakini Mungu ni bosi wako. Kuna kauli zingine isingepaswa umwambie, lakini kwa sababu ya uchanga wako wa kiroho, naye kwa sababu ni Mungu wa rehema na huruma, basi anakuchukulia tu. Lakini kuna sehemu ambapo ni halali kabisa hiyo kauli ikapelekwa, ni sehemu ambapo panaitwa malaika. Au ni halali kabisa ukawaambia malaika, nenda mkafungue milango, malaika nenda ukafanya hivi, malaika nenda ukafanya hivi, malaika nenda ukafanya hivi, kwa sababu malaika wa Bwana ni watumishi wako, wamewekwa chini yako, ni kitengo chako wewe. So siku ya leo nataka tuangalie hapo, alafu tukafanya maombi hayo ya kuwahusisha malaika katika namna ya kupata matokeo. Ikiwa na maana kwamba katika mambo ambayo unayafanya unaweza kuwahusisha malaika ili kuweza kupata matokeo. Jana niliongea maana ya muujiza, nikasema muujiza ni kutumia ni pale nguvu za kiroho zinapokuwa zimeingilia kanuni za kimwili, alafu yale matokeo yanayotokea yanaitwa muujiza. Nguvu za kiroho zimeingilia kanuni za kimwili. Zipo kanuni za kimwili ambazo zinatawala maisha haya, kwamba kwa mujibu wa kanuni za kimwili, huyu ni tasa kwa sababu aliondolewa kizazi, huyu ni tasa kwa sababu fulani za kisayansi ambazo ni kawaida kabisa, ni kanuni za kimwili. Kwa haiwezekani kupata mtoto. Lakini neno muujiza linakuja pale ambapo nguvu za Mungu zikaingilia kati, Sara wa miaka 90 akapata mtoto. Ikiwa na maana katika kanuni ya kawaida hawezi kupata mtoto, kwa sababu Biblia inasema siku zake zilikoma. Yes, siku zake zilikoma. Kwa kuna kanuni inaitwa siku zake. Siku zake zilifanya nini? Zilikoma. Kwa sababu siku zake zilikoma, alikuwa haruhusiwi na hawezi kupata mtoto. Lakini katika maana sasa ya muujiza ni kwamba akapata nini? Akapata mtoto, kwa sababu sasa nguvu za Mungu, nguvu za kiroho zimeingilia kati. So moja kati ya nguvu ambazo Mungu ametupatia ni hawa viumbe wanaoitwa malaika. Malaika ni viumbe ambao Mungu ametupatia sisi tuweze kuwatumia kama nguvu za kiroho ambazo ziingilie mambo yetu ya kimwili na tuweze kupata matokeo. Haleluya. Tuweze kupata matokeo kwa sababu ya nini? Ya malaika. Haleluya. So kwa nini kuna umuhimu wa kuhusisha malaika katika mambo yako? Yes. Namba moja, kuna ulinzi. Katika Zaburi ya 34 mstari wa 7 Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazingira wamchao. Haleluya. Kwa malaika wa Bwana huwa wanahusika na kitengo kinaitwa ulinzi. So kama wewe ni mwoga sana, sasa baada ya kusema najifunika kwa damu Yesu, Mungu nizingire nilinde, maagizo hayo sasa usimpe Mungu. Maagizo hayo wape malaika wayafanye. Yes, malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazingira wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo ni ulinzi. Malaika wa Bwana huwa wanazunguka pale ulipo na kukulinda. Kwa hiyo hayo maneno baada ya kumwambia Mungu, unaweza kumwambia malaika wa Bwana, najua mko hapa na mmenizingira kwa ajili ya kunilinda. Katika jina la Yesu Kristo nitakuwa salama hapa nilipo. Hapata kuwa na hatari yote itakayonigusa, hapata kuwa na namna yote ambayo italeta uharibifu, kwa sababu malaika wa Bwana wako hapa na wamenizingira ili kunilinda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Kwa hiyo malaika wa Bwana huwa wanafanya ulinzi. Lakini namba 2, malaika wa Bwana huwa wanafanya uokovu.
Yes, malaika wa Bwana wanafanya wokovu. Kwa nini tunahitaji kujifunza namna ya kuwatumia malaika? Kwa sababu malaika wa Bwana huwa wanafanya wokovu. Andiko hilo la Zaburi ya 38 mstari wa 7 inasema hivyo kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazingira wamchao na kuwaokoa. Haleluya. Kwa hiyo wanafanya wokovu, wanawaokoa watu wa Mungu. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 12, habari ni ndefu ile ya Petro kukamatwa na kuweka gerezani. Yes, lakini tunaambia kwamba ilikuwa kwamba asubuhi yake Petro anyongwe kama alivyofanyiwa Yakobo, lakini malaika wa Bwana alishuka na akamuokoa Petro, akafungua ile mlango ya gereza, akamtoa Petro gerezani na Petro akaendelea na injili sehemu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu malaika wa Bwana huwa wanafanya kipengele cha wokovu. Kiendelea mbele kidogo, ni nyuma kidogo, mitume pia walikuwa wamekamatwa na kuweka gerezani, lakini malaika wa Bwana akatoka akaenda akawafungulia usiku ule. Asubuhi walipokuja walikuta milango imefungwa vile vile na makomeo yako vile vile, lakini wale mitume hawako mule, wameokolewa na nani? Na malaika. Kwa hiyo malaika wa Bwana huwa wanafanya kitengo cha ulinzi. Ni vizuri sana ukajua namna ya kutembea na malaika ili uweze kunufaika na eneo la wokovu, kwa sababu malaika wa Bwana huwa pia wanafanya wokovu. Haleluya, wanafanya wokovu. Kwa yale mambo ambayo unaendelea kusema Mungu niokoe, Mungu niokoe, taarifa njema ni kwamba Mungu ameachilia viumbe special kwa ajili ya kazi hiyo, wanaitwa malaika wa Bwana, ambao wako hapo sasa, wamekuzungira, wanasubiri tamko lako tu. Na usiku wa leo tunakwenda kufanya tamko kwa jina la Yesu Kristo. Lakini malaika wa Bwana pia wanafanya supply, wanafanya kupatia watu vitu vile vya muhimu vinavyohitajika. Okay, ukisoma katika kitabu cha Marko, Marko sura ya 1 pale chini, baada ya kuwa Yesu amefunga siku 40, Biblia inasema malaika wa Bwana walikuwepo naye wakimhudumia. Yes, wakimhudumia, maana yake wakimpatia mahitaji yake Yesu alipokuwa katika mfungo. Na bila shaka walikuwa wanamletea maji ya kunywa na nini, kwa sababu naamini kwamba ule mfungo ulikuwa unahusisha kufunga kula, sio kufunga kunywa. Na ndio maana baada ya mfungo aliona njaa, hakuona kiu. Ikiwa angefunga siku 40 hasile wala asinywe, uwazi ni kwamba angeona kiu kwanza kabla ya njaa. Kwa hiyo kama aliona njaa kwanza kabla ya kiu, basi malaika wa Bwana walikuwa wanamletea maji na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinahitajika. Kwa hiyo malaika wa Bwana walikuwa wanafanya supply, wanatoa vitu, wanampatia mambo ambayo anaweza kuwa anahitaji katika mfungo wake na katika huduma yake. Vile vile na wewe pia hapo ulipo, malaika wa Bwana wamekuzingira ili wafanye supply, wakupatie vile vitu ambavyo unavihitaji kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya afya yako. Wako hapo sahihi tunavyoongea katika jina la Yesu. Haleluya. Lakini malaika wa Bwana pia wanajihusisha na uponyaji wa afya tu. Nimeona mara nyingi sana nikiwa naombea wagonjwa au nikiwa naombea tu mtu sijui kama ana shida gani, ghafla naona malaika wa Bwana ameshuka pale, anakuwa na vifaa kama visu vinini. Najua kabisa nikiona vitu hivyo, najua kabisa huyu malaika wa Bwana ameshuka kwa ajili ya uponyaji. Kuna kesi ya kiafya hapa ambayo haiko sawa. Kwa unaona roho wa Mungu anaanza kuniambia muamuru afanye hivi, muamuru afanye hivi, muamuru afanye hivi. Kwa malaika wa Bwana anakuwa anashughulika na eneo la nini? La uponyaji. Na ndio maana kuna malaika anaitwa Rafaeli. Maana yake mimi ni Mungu nikuponyaye. Sasa huyu malaika ambaye amebeba jina hili anawakilisha uponyaji. Kwa hiyo malaika wa Bwana wanahusika na uponyaji. Kuna mambo mengine ambayo umeenda hospitali umeshindwa, hujapata majibu, baada ya kumwambia tu Bwana niponye, sasa unashajua kwamba kuna malaika ambaye amepewa hilo jukumu la kuhakikisha kwamba mimi ninakuwa na afya na kupona. Kwa hiyo hiyo amri sasa unawapa malaika kwamba malaika wa Bwana achilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo kwa malaika wanajihusisha na uponyaji, lakini si hivyo tu, malaika pia wanajihusisha na utoaji wa taarifa. Haleluya. Kuna taarifa ambazo Mungu anataka uzipate, yes, lakini za kutoka sehemu nyingine pia, zile za kutoka mbinguni au za kutoka hapa duniani, lakini ambazo Mungu anaona ni muhimu kuzipata, basi anamtumia malaika na malaika anakuja akuletee taarifa. Kwa malaika wa Bwana huwa wanajihusisha na kitengo hicho cha kutoa taarifa. Haleluya. Unaposoma katika habari za Mariam na Yusufu, tunaelewa jinsi ambavyo malaika wa Bwana waliwaletea taarifa. Okay? Akaambiwa kabisa Mariam kwamba na ndugu yako Elizabeth sasa tayari ni mjamzito wa miezi 6. Yes, akapewa zile taarifa kwamba na wewe mwenyewe unaenda kuchukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni Luka sura ya 1 kuanzia mstari wa 35. Utaona mambo hayo hapo. Kwa hiyo malaika wa Bwana walikuwa wanatoa taarifa, lakini pia sio taarifa tu, malaika wa Bwana tuliona pia wanatoa maelekezo. Yes, walimfuata malaika wa Bwana, alimfuata Yusufu akamwambia amoe Mariam. Malaika wa Bwana akamfuata Yusufu huyo akamwambia mpeleke mtoto Misri pamoja na mama yake. Malaika wa Bwana pia walitoa taarifa hata kwa nani? Maelekezo kwa Kornelio.
Matendo sura ya 10 tunaona malaika wa Bwana anamtokea Kornelio, anamwambia kamuite Petro, yeye atakuja akuelekeze yakupasayo kufanya. Yes, yakupasayo kufanya. Kwa nini? Kwa sababu malaika wa Bwana pia wanajihusisha na kitengo cha nini? Kitengo cha kutoa maelekezo. So katika haya na mengine mengi tunaona kwamba malaika wa Bwana huwa wanafanya pia vita upande wetu, wanapigana upande wetu. Yes, kusoma katika Isaya sura ya 35, 37. Mfalme Senakeribu, sura yote ile mfalme Senakeribu alikuwa amevamia taifa la Yuda na Ezekiel akawa ameamua kumuomba Mungu kwa ajili ya lile. Ukifika kule mbele unaambia malaika wa Bwana mmoja alishuka akaua wanajeshi wa Senakeribu wanajeshi 185,000. Kwa malaika wa Bwana walikuja kupigana upande wa Yuda. Ndivyo ambavyo anasema katika Zaburi ya 35 kwamba malaika wa Bwana njia yao hiyo utelezi na giza, malaika wa Bwana akiwafuatia. Kwa malaika wa Bwana pia wanahusika katika kufanya vita na adui zetu, wanafanya vita na wale ambao wanafanya vita na sisi. Haleluya. Wakati mwingine tunakuwa tumelala, umeendelea zako kulala, mtu anakuambia usiende kwa fulani alinipiga sana usiku. Kumbe malaika wa Bwana alichukua silaha yako akaenda kupigana na wachawi ambao wanafanya vita na wewe, na wale wachawi wakapigwa, na kwa sababu hawajui tofauti, kwa sababu malaika huwa wanachukua wakati mwingine sura ya mtu husika, kwa hiyo yule akahisi amepigwa na wewe, kumbe amepigwa na malaika wa Bwana. Kwa hiyo hapo ulipo mwana wa Mungu uko salama sana kwa ajili ya malaika. Ni vile tu ambavyo pengine hujajua namna ya kutumia faida hii ambayo Mungu ameshatupatia, ambayo ni faida ya malaika wa Bwana katika jina la Yesu. Okay. So zifuatazo ni njia ambazo unaweza kuzitumia katika kuhusisha malaika. Okay? Katika kuwahusisha malaika. Okay. Cha msingi ninachotaka ujue ni kwamba malaika wa Bwana wanafanya kazi kwa njia ya maneno. Yes, kwa njia ya maneno. Hata mbele za Bwana malaika wa Bwana wao wametega sikio tu wakimngojea Bwana aachilie maneno. Bwana aachilie maneno. Kwa hiyo malaika wa Bwana wanafanya kazi kwa njia ya maneno. Haleluya. Maneno. Okay. So unapokuwa unaongea maneno yote yale, unapokuwa unajitamkia wewe, kwa sababu tumeona pale malaika wa Bwana huwazingira wamchao. Kwa unapokuwa unajitamkia yale maneno huwa anachukuliwa na malaika kwenda kufanyiwa kazi. Okay? Yes. Kwa hiyo maneno yako unayotamka, iwe ni kwa ajili yako mwenyewe au kwa ajili ya watu wengine, uwe na uhakika kwamba malaika wa Bwana wako hapo kwa ajili ya kuyatendea kazi, kwa sababu malaika wa Bwana ni waajiliwa na Mungu kwa ajili yako. Yani sio wewe uliyewapa hiyo kazi ya kukulinda, ya kutekeleza maneno yako. Ni Mungu kawapa hiyo kazi, lakini Mungu amewapa hiyo kazi kwa ajili ya nani? Amewapa hiyo kazi kwa ajili yako wewe. Haleluya. Kwa ili uweze kuona sasa miujiza, kwa maana kwamba nguvu za Mungu zikiingilia kati maisha yako haya ya kawaida, ndio tunaita miujiza, basi lazima ujue namna ya kuongea ili malaika watakapohusika na maisha yako basi iwe ni kwa ajili ya faida, sio hasara. Iwe kwa ajili ya kuinuka, sio kwa ajili ya kushuka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Oh Jesus Christ. Okay. So kama malaika wa Bwana wanafanya kazi namna hiyo, kwa tunaweza tukaifanya sasa kwa makusudi, tukaanza kuongea yale mema yanayotuhusu kwa makusudi kabisa, tukijua kwamba malaika wa Bwana wanafanya kazi wakichukua maneno yetu. Na usiku leo mimi nataka nikakuongoze katika maneno ambayo yanaweza yakachochea malaika wa Bwana kuleta kitu kinachoitwa miujiza, kwa maana malaika wa Bwana wakaingilia maisha yako, alafu ukaona miujiza, ukaanza kuona mabadiliko, kwa sababu tu umehusisha malaika kwa makusudi sasa, badala ya kwamba vile ulikuwa unahusisha kwa bahati mbaya. Katika Ibrania sura ya 1 mstari wa 13 na 14 anasema, je, yuko malaika yote aliyeambia wewe ndio mwanangu, uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya miguu yako? Anauliza mstari wa 14, je, hao si roho watumwao wakiwahudumu wale watakaorithi wokovu? Kwa hiyo ndio sisi hapa, hawa malaika ni roho waliotumwa wakituhudumia sisi. Sasa tunafahamu kabisa, ili uweze kupata huduma kwa mtu ambaye ametumwa ili aweze kukuhudumia, lazima kuwe na mawasiliano, kuwe na lugha. Kwa hiyo yule aliyetumwa aweze kukuhudumia, yeye atakuwa anasubiri kinywa chako kinasema nini, anakusubiri wewe utamke, anakusubiri uongee, utoe lugha, na kupitia hiyo lugha yako ndio anakwenda kutekeleza. Yes, katika jina la Yesu. Haleluya. Za Mhubiri sura ya 5 mstari wa 6 anasema, usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika kwamba nilipitiwa. Kwa sababu malaika anachukua maneno yako na kuyachukulia serious
ili aweze kuyatekeleza katika jina la Yesu. Nitataka tupitie maeneo mbalimbali, alafu tutakuongoza namna ambavyo unaweza kuwa unakiri na kuongea na kuomba ili uweze kuhusisha malaika katika maisha yako, ukaweza kuona miujiza ambayo si nguvu zako tena, ila ni nguvu ambayo Mungu alishaiweka na unatembea nayo kila siku, inaitwa malaika. Lakini nguvu hii haikuleta matokeo kwa sababu haukuihusisha moja kwa moja katika maisha yako, katika jina la Yesu. So nitakuwa na maeneo mbalimbali, lakini utakuwa naomba kwa kunifuatisha, kama ninavyosema kwamba maombi haya ni maombi ya kivitendo. Usisikize mahubiri haya huku umekaa umelala. Haya ni ya kivitendo zaidi. Kwa hiyo unaweza ukasimama mahali ulipo, twende tukaanza sasa maombi kwa pamoja kwa ajili ya kuwahusisha malaika katika maisha yetu. Utakuwa naomba namna ile ninayoomba, alafu utaona mkono wa Mungu katika maisha yako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu kwa sababu ya kundi hili ambalo Mungu umetupatia ili kwamba lihusike na maisha yetu, ili kwamba lihusike katika kutuboost na kutupeleka mbele, ili kwamba lihusike na ulinzi, lihusike katika kutupa taarifa, lihusike katika kupigana upande wetu, lihusike katika wokovu. Bwana, tunakushukuru sana kwa ajili ya kundi hili la malaika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Bori shakana madipidio arapa dioskosho onaidi kidi araina nikedi bioskoncho monani Christi kijemini klolo bolelio araklari abiso klomonte shkei arakitishkei tikispaitio klosoplai arakata spaito lo komploshikinimei aramainde spetio kloso komplosho dide aradite sketi apishondo krozo arazo sakale pisete keshuba arazo skomlashe kenemi skoa rako sakata poshoko nomodidi arama sike dibishana kalobo raka namase ketia po rika shokompo sakalabi raba dikelia pashoko nomori rama tekelia pishano koa rama sakalia bisoko lolo rama sakalia bisando kro rama sekelia klastozo rako soponde sete kiu rama setende krestio ama steke semishono krostopo sanda kresti. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ijando klomono plestik simishini krosto posaite klesh. Eto sai krestek shemine prosto kupucha na gresting sminal yomost. Ela manasileo liomono krosta pashana kreste kiobo. Araste kiobo saka la matepe shene krestes. Araka steke simishine krestik zamjdo ompi na shaka lario. Jaka lario stozo mreik na mani dio. Remana dio speisho contrasitam. Arakantra sita minobios compla shakan arakantra sokom le sheke nemistiobo aramastio blostix maidiklo aramastix mini crosto copage araka sabale kechemene ketemesit. Asante Bwana kwa sababu ya malaika wako ambao wamezungula watoto wao. Arika semeni clozo ramo saka temeshe rama seke temesho reme seke temesho reme sheke temesho reme sekete reme sekete reme sete chiketo araka zamona ramo zekende rika zomodio ramo zakadrei ramo sakate rika somorio ramo sitili rakos boida kaya rasbaido krontomo city mositi krisa moshadi mosekruzo mosakres ramo satali besuzo rama sakali betisiclozo rika somolika nanamae. Kwa jina la Yesu Kristo ompanazike malaika wa Bwana ufanye kituo rika naiseti ramo sakande riko soborika naya ramo sakande bisho katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu umeweka malaika zako kwa ajili ya kuniokoa. Rika tama sekete katika jina la Yesu Kristo. Sitapatikana na bahati mbaya yote kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu malaika wa Bwana wako pamoja na mimi ili wapate kuniokoa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana wako upande wangu ili wapate kuniokoa. Rapo sakata pashekete rika sokoto sakata rapo shakande besizo rabo sakande bisuzo ribo sakando bosiza rabo shakando bosiza kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, najua niko salama kwa sababu ya malaika zako kwa jina la Yesu Kristo ambao wamenizingira pande zote ili kwamba wapate kuniokoa kwa jina la Yesu Kristo. O rika tapasekete rabo shakande beso rika zobo nikata katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba namna hii, omba namna hiyo, sikae kimya.
omba namna hii katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, asante kwa sababu ya malaika zako ambao wamenizingira pande zote ili wapate kuniokoa katika jina la Yesu Kristo. Rika sopoda shala rabo sakanda ilibitiopo rabo shakaita poseketile rabo tili Kristi kisio rabo setili Kristi solo rabo satile Kristi solo rabo satile Kristi solo rabo satile Kristi solo rabo saili kob rabo saiti pop rabo saiti kel ribo saiti kos rabo saiti kles ribo saiti close kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa sababu niko salama kwa ajili ya malaika zako ambao Mungu umeshakuatoa wapate kunizingira pande zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ariko sakanda bashene klio amana city obola arabo konde stage arika nadia plazo arabo satili klezo ariko sokondo bleya arabo shakanda bleo ariko sokoto pose arika seketi bisho. Hakuna hatari itakayonifikia mimi katika jina la Yesu Kristo. Hakuna hatari itakayonifikia mimi katika kila eneo la maisha yangu. Hakuna hatari itakayonifikia mimi kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu malaika wa Bwana wanafanya kituo mahali nilipo ili wanizingire na kuniokoa kwa jina la Yesu Kristo. Nasema hakuna hatari yoyote itakayonifikia mimi kwa jina la Yesu Kristo. Biashara zangu ziko salama kwa jina la Yesu Kristo. Afya yangu iko salama kwa jina la Yesu Kristo. Kazi yangu iko salama kwa jina la Yesu Kristo. Familia yangu wako salama kwa sababu malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazingira wamshao na kuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Riko simidili blolo rablilo kompleshe kilio rakrio stopo shakala rakala krestike sio pleita shanangletis kwa jina la Yesu Nazareti. Oh, thank you Jesus. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Riko teko shomoni kete bisanta krestike zibidikos ripo sakante bishine krestike zimispori cross Rakledio posanda Christi sio proshana Chris Rico sotio prinsha anabili contribution Christi Inter Christi kishimini Christi example Saint Clasti Into Santi Christi example Christi example closed on pressure Into sete pressure colomoni Christi exemplification on crostos kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, tumeona pia kwa malaika wa Bwana hufanya supply, usambaza, huleta vitu vile tunavyohitaji, ni kwa ajili ya mahitaji yetu katika jina la Yesu Kristo. Mimi sijui una mahitaji gani, lakini nataka tukakiri maneno haya, tukastamke maneno haya, tukaachilie maneno haya katika ulimwengu wa roho ambayo yanaenda kuziba mahitaji yetu. Katika Zaburi ya 34 hiyo nimesoma kianza mstari wa 7 anasema malaika wa Bwana huzingira wa mchana na kuokoa, lakini mstari unaofuata mbele anasema simba atatindikiwa na wana simba wataona njaa, lakini mwenye haki wangu hatapungukiwa na kitu chochote kilichochema. Ndio sisi hapa hatutapungukiwa na kitu chochote kilichochema kwa sababu tumezingirwa na malaika wa Bwana. Arika enebi sokoposha aidi araidi kene so omala steyo katika jina la Yesu Kristo. Wana simba watatindikiwa, hata simba wataona njaa, lakini mimi sitapungukiwa na kitu chochote kilichochema kwa jina la Yesu Kristo. Mahitaji yangu ya mwili hayatapungukiwa, mahitaji yangu ya nafsi hayatapungukiwa. Chochote ninachokihitaji, chochote kilichochema, sitapungukiwa kwa jina la Yesu. Sitapungukiwa kwa jina la Yesu Kristo. Rapo sakande bitio krozo rakrazo sobleti kinibaya rabados koblasha kanebio ricardos korise klebibo rapibos kedaito kropaya rapayos kobetis kedaito radaito krosomble shegedo rashagedo trauma ratromas kedretro radretro skoblish rakrestwoblina radruno blistingla rakrestingla bitkobla rakiti bes kontoplisha rakiti brosho koblisa kwa jina la Yesu Kristo. Sitapungukiwa kwa ajili ya mwili wangu, sitapungukiwa mavazi, sitapungukiwa chakula, sitapungukiwa fedha, sitapungukiwa chochote kwa ajili ya mahitaji mwili wangu, kwa sababu malaika wa Bwana wako pamoja nami kwa jina la Yesu Kristo. Rapo na zeiti na aro razomoneklezi kana razomonesekedila razomonika lebori razomokoli bisaya katika jina la Yesu Kristo. Riko tesheketizaba rakotisha katizobo rako sako dekejemo rabo sakate tishokodo riko seketi bishonde kresta kana mashono brestes katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Yes, kuna malaika wanaitwa Rafael. Hao ni malaika wanajihusisha na afya.
Kwa jina la Yesu, magonjwa sio sehemu yangu katika jina la Yesu. Nasema magonjwa sio sehemu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Apisha kalama dipo stoto korombo deitina arana baitari klesheni klebistozo, kwa sababu malaika wa Bwana wamekwisha kuachiliwa kwa ajili ya afya yangu pia. Arako na pase kenemishene kroso. Nasema hakuna ugonjwa, hakuna udhaifu unaweza kugusa mwili wangu katika jina la Yesu. Hakuna ugonjwa, hakuna udhaifu utafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Rapo shaka na malibilioko, rapo shaka na malibilioko, rapo sako na malibiliaka. Hakuna ugonjwa, hakuna udhaifu utafanikiwa kwa jina la Yesu. Ribo skilo, rabo skilo, rika diboisa, rabo dikaide, rabo dikaido, rado dikaide, ribo dikaido, rabo dikaido, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Arakata bashana kala basintikis. Katika jina la Yesu niko na afya kamili. Kwa jina la Yesu na nitakuwa na afya kamili. Katika jina la Yesu hakutakuwa ugonjwa. Katika jina la Yesu hakutakuwa udhaifu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sati la pashoto. Ripa shakato bosi. Rika na manipesheni kroso. Rabla sho complexe ketizi, rika ni meseti kroso, rakla so complexe dio, rabla dios complexe, rabla dios complexeka, rasheke di bise controla, rakosho monika titia, rapotia sketi bishono kroso, rakrasos complexe ketia, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti lehaya. Posha na galamani bistos. Hallelujah, katika jina la Yesu. Amen. Yes. Yes, Lord, in the name of Jesus. Rikata mashanda class topo sodo plesheni class. Tumeona pia malaika wa Bwana wanatumwa kupeleka taarifa. Zeketi mijana class tampashono complex zeketi. Ziko taarifa ambazo unazihitaji, zingine ni za siri za adui zako. Zingine ni za mbele za mapenzi ya Bwana. Zote unazihitaji kwa ajili ya kujua jinsi ya kuenenda. Malaika wa Bwana wamepewa kitengo hiki. Uhakikishe kwamba unazipata hizo taarifa. Katika jina la Yesu Kristo. Nasema hakuna neno la siri litakaloendelea kuwa la siri kwa jina la Yesu Kristo. Katika vikao vya adui zangu wanaojadili na kupanga maovu, malaika wa Bwana wananiletea siri hizo. Araba takaya manibes, arika tikele menibo, arabo sakala manibe, arika nimeso kololo, rameso kololo mo, aramaso kololo mo, aramase kelele me, aramaso kololo mo, rimase kelele be, rimaso kolomodi, rimaso kolomodi, rimasho kolomoni, aramani, aha, awe, aweke ninja, awaka nasi, nepe shakala masepoto kolopisha, bilistio cross monta, katika jina la Yesu, incrementi spio kolomondo poshana clast. Examination close to posomni clastics miti crostus, aramana crostix miti crontispa, ramate crestix miti crostopose. Raka naishendi Kristo kuzombra shakada. Reshaka daipasendi klemishondio. Rama sainti yo Kristo poshaka na might. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna neno la siri litakaloendelea kuwa la siri. Yote yanayopangwa na adui zangu, malaika wa Bwana watanijulisha kwa ndoto, watanijulisha ana kwa ana, kwa namna mbalimbali watanijulisha. Katika jina la Yesu Kristo, hakuna siri ambayo itaendelea kuwa siri. Kwa jina la Yesu Kristo, zote siri zilizo kinyume changu zinafunuliwa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo, malaika wa Bwana wananijulisha, malaika wa Bwana wanazifunua kwa jina la Yesu Kristo. Rika tapo sakadia, rabo shakanda basiketio, riko sobo rika yabasi, rabo shaka nambo seketie, rika sako topo shakata, kwa jina la Yesu Kristo. Na zile siri nazo zihitaji kwa ajili ya mafanikio yangu katika kazi, katika biashara, katika huduma yangu, siri zote nazo zihitaji popote pale zilipo, malaika wa Bwana wanakwenda kunifunulia katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana wananitaarifu siri hizo, nazijua siri hizo sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo nasema zinafunuliwa kwangu hizo siri kwa jina la Yesu. Riko zipo dikaya, raka yaba sakalibo, rabo dia blessa kalamba, rabo dia preso kobleshe, rable shoko blessa kaya, raka yaba sanda krozo, razo soko blesha kelia, raka dia blesso koblesha, rablisho komplese kedia, rablio koposha kadia, rablio kobleshe ketis komplosha na kalamani bisto kuspindikes. Katika jina la Yesu. Baba asante, hakuna neno la siri litakaloendelea kuwa la siri. Lakini kila siri ninayohitaji kwa ajili ya mafanikio yangu nitaijua. Na kila siri yote ninayohitaji kwa ajili ya usalama wangu ninaijua. Katika jina la Yesu, kwa sababu Bwana umeachilia malaika wa Bwana watekeleze jambo hilo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. So plisha kana mais. Ishane beni close to complisha kata.
Raka shakantoposini Christes. Rika sokomposhana Christes. Rika tiboshana Christes sampos. Tumeona hapo neno la Mungu naonesha kwamba malaika wa Bwana ni roho ambao wanaweza kutumwa kuhudumu katika jina la Yesu. Mimi sijui unahitaji eneo gani lifunguliwe, lakini nataka sasa hivi tukaachilie malaika wa Bwana wakafungue panapotakiwa kufungua, wafunge panapotakiwa kufungwa. Na kama eneo hilo unalijua, ulitaje kabisa kwamba nawatuma malaika wa Bwana kazini kwangu mkafungue 1 2 3. Na wewe ambaye unashikiliwa na kesi, tuma malaika wa Bwana wakashughulike na hayo